hali ya namna hii ambayo inakuwa inashambulia kwenye nafasi za vidole, hasa vya miguuni, muda mwingine hata vya mikononi. Baadhi ya watu, hasa wale wanaoshika maji mara kwa mara, inakuwa namna hii. Sasa hali ya namna hii kwa kitaalamu inaitwa Taenia au inasababishwa na vimelea wa fungus ambayo ni Taenia pedis au athlete's feet kwa kizungu huwa inaitwa hivyo. Sasa hii ni fungus mbaya sana ambayo inashambulia kwenye nafasi za vidole au kwenye maeneo ya vidole kwa chini. Kama hivyo unakuta vidole vimechimbika hivyo, vinatoa maji na mara nyingi huwa inatoa harufu mbaya sana, harufu kali kabisa ambayo mtu unaweza ukashindwa kuvumilia. Sasa hii hali ya namna hii, kama tulivyosaa, ukipatwa na hali kama hii, tumia dawa ambayo ni hii hapa. Hizi dawa ni mahususi kabisa kwa ajili ya shida ya namna hii. Inaitwa clotimazole, dawa kawaida kabisa, clotimazole lotion, ambayo hii unakuwa unapaka kwenye yale maeneo ambayo yameathirika, pamoja na vidonge vya kumeza ambavyo vinakuwa ni terbinafine, kama hii terbinafine ambayo ni miligramu 250. Inaweza ikawa ya kampuni hii au ya kampuni nyingine. Kwa hiyo unatumia hizo angalau kwa siku 28, kwa maana ya mwezi unakuwa unameza kidonge kimoja kila siku. Inaweza ikawa ya kampuni hii au inaweza ikawa ya kampuni nyingine kama hii hapa. Mpenzi mtazamaji, ushawahi kupatwa na hali ya namna hii? Hali ya namna hii ambayo inakuwa inashambulia kwenye nafasi za vidole, hasa vya miguuni, muda mwingine hata vya mikononi. Baadhi ya watu, hasa wale wanaoshika maji mara kwa mara, inakuwa namna hii. Sasa hali ya namna hii kwa kitaalamu inaitwa Taenia au inasababishwa na vimelea wa fungus ambayo ni Taenia pedis au athlete's feet kwa kizungu huwa inaitwa hivyo. Sasa hii ni fungus mbaya sana ambayo inashambulia kwenye nafasi za vidole au kwenye maeneo ya vidole kwa chini. Kama hivyo unakuta vidole vimechimbika hivyo, vinatoa maji na mara nyingi huwa inatoa harufu mbaya sana, harufu kali kabisa ambayo mtu unaweza ukashindwa kuvumilia. Sasa hii hali ya namna hii, kama tulivyosema, inasababishwa na aina ya fungus ambao wanaitwa Taenia pedis au athlete's feet kwa jina la kizungu. Sasa ukipatwa na hali kama hii, tumia dawa ambayo ni hii hapa. Hizi dawa ni mahususi kabisa kwa ajili ya shida ya namna hii. Inaitwa clotimazole, dawa kawaida kabisa, clotimazole lotion, ambayo hii unakuwa unapaka kwenye yale maeneo ambayo yameathirika. Inaitwa clotimazole lotion. Au kama utakuwa unapata miwasho sana, unatumia aina hii hapa ambayo inakuwa na mchanganyiko, ina ile dawa ambayo ni clotimazole pamoja na mchanganyiko wa dawa nyingine ambayo inaitwa beclomethasone. Sasa hii beclomethasone yenyewe ni kwa ajili ya kupunguza inflammation. Kisema inflammation, Kiswahili chake huwa inaitwa uchochezi, lakini sasa bado ni neno gumu kidogo kwa mtu wa kawaida kuelewa, kwa maana kunakuwa na hali ya kuvimba, maumivu, na hiyo hali inasababisha huyo mtu kupatwa na maambukizi zaidi. Kwa hiyo inaweza kapelekea kupatwa na maambukizi zaidi ya fungus. Kwa hiyo hii inakuwa ni nzuri zaidi kuliko hii peke yake, lakini kama hatua ni za awali tu, huyo mtu apati miwasho, anaweza tumia, au hakuja vimba, anaweza tumia tu hii Candid lotion au clotimazole lotion. Hii ni Candid B lotion kwa sababu yenyewe ina clotimazole pamoja na beclomethasone. Kwa ndani inakuwa namna hii. Kwa habari ya hii Candid B lotion, inakuwa namna hii, nikimiminika hivi kama mafuta tu yalivyo, lakini hiyo preparation hii inaitwa lotion. Au hii Candid yenye clotimazole peke yake inakuwa namna hii, kama unavyoona hapo. Unakuwa unapaka eneo lenye shida
angalau mara 2 kwa siku kwenye zile nafasi katikati ya nafasi, yani katikati ya nafasi ya vidole kama humo hivi ambapo mnakuwa mmeathirika, mmelika sana. Kuna baadhi ya watu kunakuwa kumelika kutokana na either anashikashika maji muda mrefu au anakosa uzingatiaji, labda kama ni miguuni anavaa viatu kabla hajajikausha vizuri, au anavaa viatu muda mrefu, viatu vya kufunika muda mrefu sana, hasa kwa askari na watu wengine ambao wanafanya labda viwandani na maeneo ambayo yanahitaji kuvaa zile mabuti muda mrefu. Kwa wanapatwa na hiyo shida ya namna hiyo ambayo inakuwa ni unalika nafasi za vidole kwenye katikati ya nafasi ya vidole au sehemu ya vidole kwa chini. Ni hatari sana, ni kitu kibaya sana na hakivutii. Lakini kama hili tatizo litakuwa lina muda mrefu, inashauriwa kutumia pamoja na vidonge vya kumeza. Vidonge vya kumeza ambavyo vinakuwa ni Terbinafine, kama hii Terbinafine ambayo ni miligramu 250. Inaweza ikawa ya kampuni hii au ya kampuni nyingine. Kwa unatumia hizo angalau kwa siku 28, kwa maana ya mwezi unakuwa unameza kidonge kimoja kila siku. Inaweza ikawa ya kampuni hii au inaweza ikawa ya kampuni nyingine kama hii hapa, ambapo unakuwa unatumia hizi vidonge, wakati huo unatumia hizi za kupaka kama tatizo lina muda mrefu. Kama tatizo halina muda mrefu, unatumia tu hizi za kupaka na utakaa sawa kabisa. Lakini ukishakaa sawa, nashauriwa unapata kutumia powder kama hii. Ni dawa ile ile Clotrimazole, lakini hii iko katika muundo wa powder. Na hii haitumiki kutibu, hii inatumika kama kinga, ambapo huyo mgonjwa au mtu ambaye ana tendency ya kupata hii shida ya tinea pedis au arthritis, anakuwa anajikumutia kabla hujavaa viatu, unajikumutia vile katika nafasi zile za vidole angalau mara 2 au mara 3 kwa wiki. Kwa unaweza kafanya labda kama ni Jumatatu, Jumanne haufanyi, Jumatano haufanyi, labda ukajikumutia tena Alhamis, au ukawa unaruka siku moja. Na hii inaweza ikatumika sio tu katika miguu, lakini pia hata wale wanaopata miwasho sehemu za pachu huwa wanaita yanakuanzia mapaja, unaweza tumia pia hii. Hii ni powder ambayo ni dawa, sio powder ya kawaida, sio talcum powder au dusting powder. Hii ni Clotrimazole powder ambayo inatumika kama kinga kwa ajili ya kuzuia maambukizi ya fangasi katika vidole au katika sehemu za siri, hasa kwenye pachu na maeneo yanayokuanzia mapaja na sehemu zenye mikunjo ya ngozi. Inaweza ikatumika na mtu yoyote yule, wa rika yoyote ile na hali yoyote ile, kwa maana kwamba hata awe ni mjamzito anaweza kutumia hii, haitadhuru chochote. Lakini pia mwanamke anayenyonyesha anaweza tumia, lakini pia hata watoto wanaweza tumia, watoto labda wale wa shule, kwa mfano wale watoto ambao wanakaa boarding, mara nyingi wanakuwa wanashambuliwa sana na fungus kutokana na uzingatiaji hafifu. Anavaa nguo bila hajajikausha maji, zinampata zile miwasho za sehemu za siri kwa nje au katika vidole vya miguu au za mikononi muda mwingine. Sasa dawa ndio hiyo hapo, lakini kama ilivyo kawaida ni ushauri tu. Kabla hujatumia dawa, ni vizuri ukapata kushauri wa mtaalamu wa afya, anaweza kawa daktari au mfamasia, ili aweze kwanza kukuona, apate kujua hiyo tatizo lako, je, kweli ni fungus au ni tatizo jingine, kwa sababu ukiwa wewe mwenyewe tu unaweza kahisi ni fungus, kumbe sio fungus, labda ni tatizo jingine, labda ni minyoo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ili kutofautisha hiyo inahitaji mtaalamu
Kwa hivyo mtaalamu atakushauri utumie aina gani ya dawa na utumiaje kulingana na ukubwa wa tatizo na namna ambavyo imekuathiri. Mpenzi mtazamaji, usisahau kusubscribe katika channel yetu, lakini pia like, comment na kushare. Na kama una maoni yoyote unaweza tuandikia tu direct au kupitia ile namba yetu ya WhatsApp, na sisi tutakujibu kwa ukweli na lugha nyepesi kabisa ya kueleweka.